rabbi zidni ilman warzuqni fahma. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع لخاصة المسلمين وعامتهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwendelezo wa aya za jana, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla Subhana anatuelezea katika sura ambayo tupo nayo, tunaendelea nayo, Suratul Mu'minun, ambayo kwamba inaelezea ufaulu, kufuzu, wema wa milele wa waumini ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewataja ndani ya sura hii na ambao kwamba amewakusudia ndani ya sura yetu hii. Na jana tulikuwa tumefika katika sifa ya 4 miongoni mwa sifa za waumini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Tukawa tupo katika kuelezea, tukiendelea tulipoishia jana, katika kuelezea hili neno la Mungu, walladhina hum li furujihim hafidhun. Waumini wa kweli wale ambao kwamba tupu zao wanazihifadhi, kwa maana nyuchi zao wanazihifadhi. Na tukasema kwamba kuzihifadhi maana yake sio kufanya zina tu, waliyadhu billah, hata kutembea uchi. Na tukazungumza uchi wa mwanamume kisheria kwa kauli za maima wanawazuoni ambao tuliowataja. Uchi wa mwanamume kama Imamu Nawawi, ma baina suratihi wa rukbatihi wa kadha al-amati wal hurrati ma siwa alwajhi wal kaffaini. Kwamba mwanamke, tukasema kwamba ndio tuliishia hapa kuhusu mwanamke, kwamba uchi wake kwa kauli ya Abdullah bin Mas'ud, kwa kauli ya Abdullah bin Abbas na as-sayyida al-karima mama Aisha radhiyallahu anhum, kwamba uso wa mwanamke anaweza akauacha, sio uchi. Uso wachilia mbali nywele, tunazungumza uso, na viganja vyake vile vile anaweza akaviacha, au vitanga na viganja au vitanga, min baini ruusi al-asabi'i ila al-ku'ain, kutoka hapa mpaka hapa ndo viganja au vitanga. Hivi sio uchi kwa kauli ya Abdullah ibn Abbas na kauli ya mama Aisha. Imamu Nawawi naye ameunga mkono, tukasema kwenye Minhaju Talibin, kaangalie hizo aqwal, utazikuta chini kwenye Mughni al-Muhtaji, sherehe yake juzuu ya kwanza, utazikuta hizo aqwal. Tulisema hivyo, na tukasema vile vile kwamba kwa kauli ya Abdullah bin Mas'ud ni kwamba aya ya Mungu, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kwa kauli ya Abdullah bin Mas'ud, illa ma dhahara minha, isipokuwa sehemu ambayo kwamba haina budi ya wazi kudhihiri. Akasema kuna, kwa kauli yake yeye, kwa mwanamke kuna pambo la ndani na pambo la nje. Pambo la ndani halitakiwi kuonekana isipokuwa kwa mumewe,
pambo la nje inawezekana likaonekana. Yeye sasa kwa kauli yake akasema kwamba pambo la nje, uso hautakiwi kuonekana na viganja havitakiwi kuonekana. Kwa kauli yake uso na viganja ni uchi. Tulipita hivyo kwa kauli ya Abdullah ibn Mas'ud. Ukiangalia hata kwenye Swabuni, tafsiri ya Sheikh Muhammad Ali Swabuni amekutajia hiyo kauli, utaikuta kwenye surati An-Nur, suratun anzalnaha wa faradnaha, utaikuta ndani yake kwenye sura hiyo, kuonesha kwamba akwali ziko tofauti. Atakayechukua kauli hii sawa, atakayechukua kauli hii sawa. Almuhimu wao ni maswahaba, wao kwa wao wanahoja, wao kwa wao wanahoja. Abdullah ibn Mas'ud anaweza asimfuate Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas anaweza asimfuate Abdullah ibn Mas'ud. Ni wanafunzi kwa wanafunzi, lakini mimi wewe lazima umfuate mmoja wapo, au lazima uwafuate wao. Ukifuata Abdullah ibn Mas'ud sawa, ukifuata Abdullah ibn Abbas sawa. Lakini tukasema vile vile kwamba bora zaidi aula wa afdal wa ahsan, bora zaidi mwanamke akajitandika uso wake pia usionekane, akavaa niqabu. Tumesema hii kauli ni bora zaidi kwa sababu ya kuepusha vishawishi na kuwaitia watu kwenye mapambo yake wa hakadha. Lakini kauli zote mbili zinasii na zinafaa. Tuko hapo katika kuelezea walladhina hum li furujihim hafidhun, mapambo. Vile vile katika miongoni mwa kujihifadhi tupu au kujihifadhi mwanamke, avae nguo ya stara. Anaweza akavaa nguo ya stara lakini hakawa hajastirika, hilo nalo neno. Anaweza akavaa nguo ya stara, sasa kama atakuwa amevaa hijabu yake, baibu lake mpaka hapa, viganja akaacha na uso, au uso akaufinika na viganja vyake akafinika, lakini akawa amevaa baibui mpaka chini, bila shaka tabani tukasema amejistiri kwa kupitia shakl, sura, kiumbile, kavaa hijabu, lakini kumbe hajajistiri. Wakati gani? Ibn Abbas hapo tena, wala yubedina zinatahunna illa ma dhahara minha, hapo akasema thawbul mar'ati idha iltasaqat bijasadiha au bibadaniha fahiya auratun. Nguo ya mwanamke hata kama amejistiri ikawa imembana, amejistiri lakini imembana, nyuma kunaonekana, sehemu ya kifua imetuna inaonekana, mapaja yamebana, huyu bado yupo uchi, kwa kauli ya Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo kwa yeye anasema amevaa nguo, lakini sisi tunasema hajavaa nguo, kwa maana ya kwamba kisheria huyu hajajistiri. Kwa lugha nyingine, hatakiwi kuvaa nguo iliyombana, kwa sababu bado anaonesha maumbile yake. Umevaa nini sasa? Bado anaonesha maumbile, umebana mwili wako, mtu akikuangalia bado maumbile yako yanavutia, hamna ulichojistiri. Inabidi ile nguo iwe pana, imuenee, alafu imtanue, yani nguo iwe pana liwe pana, na likiwezekana iwe mzito bora zaidi, isiwe ile ya kuonesha mpaka launul bashar mpaka ikawa inaonekana. Hapana, nao vile vile inakuwa hajajistiri. Tuko hapo katika kuhifadhi tupu kwa wanawake. Kwa wanaume tushatoka, tumegusia. Lakini je, sauti yake mwanamke na sauti je nayo ni uchi? Tupo katika walladhina hum li furujihim hafidhun. Wanaume na wanawake, tupo upande wa wanawake wanaojihifadhi na tupu zao. Kujihifadhi sio lazima kuzini tu kwenye mavazi, kwenye nguo wa hakadha, na vile vitu ambavyo kwamba unavyovivaa na kuendelea. Sauti yake je uchi? Kwa sababu inatokana na yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye riwaya ya Imamu Tirmidhi, ukiacha hivyo hata kwenye Qur'ani
Mungu anasema wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabi. Aya inaendelea, nukta yetu iko hapo tu. Mkiwauliza wao, maswahaba wanaambiwa kupitia, kama wakitaka kitu kuja kwa wake wa mtume kuwauliza, au kuna jambo, Mungu anamwambia mtume waambie maswahaba wawaulize wake zako, mama zetu radhiallahu anhunna. Wakiwauliza kitu basi wawaulize min warai hijab, nyuma ya stara, nyuma ya panzia. Lengo sio hapo. Baadaye Mungu akasemaje? fasaluhunna min warai hijabi wa idha sa'altumuhunna mata manake shay'a, mkiwauliza kitu chochote. Hapa maana yake inajulisha kwamba sauti ya mwanamke sio uchi. Kwa nini? Ukimuuliza lazima akujibu. Atakujibu kupitia nini? Mdomo. Mdomo si una sauti, mdomo unaongea. Kwa hiyo aya hiyo mpaka hapo kwenye mrongo wa sura yetu sauti yake sio uchi. Kwa sababu waulizeni, wakikuuliza kuna jambo gani au kuna kitu gani, au assalamu alaikum, vipi hali yako, unaendeleaje, kitu kama hiko, au mtume yupo, watakuuliza kupitia mdomo, utasikia sauti. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kule kutaka wawaulize wake wa mtume na wao kujibu, mpaka hapo sauti sio uchi. Chukulia mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye riwaya Imam Tirmidhi, marra ala usbatin minan nisa'i fil masjidi, hadithi ya Imam Tirmidhi sahihi. Mtume alipita kwenye kundi la wanawake msikitini, ametoka msikitini akapita akaliona kundi la wanawake mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya ziko mbili tofauti. Kuna riwaya inayosema fasallama alaihinna, akawatolea salamu. Salamu inajulikana, akawatolea salamu, salamu alaikum, salamu. Sasa kama amewatolea salamu na wao walijibu, sasa kama wamejibu, maana yake sauti ya mwanamke sio uchi. Na kuna riwaya nyingine, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala usbatin min an-nisa'i fa'alwa bitaslimi. Riwaya nyingine, riwaya hii inasema aliashiria hivi kwa mkono. Riwaya hile inasema sallama alaihinna, aliwatolea salamu. Ukizikusanya jamu, ukizikusanya riwaya hii na riwaya hii, Imamu Nawawi akasema hivi katika Al-Adhkar, maana yake ni kwamba mtume jamaa baina taslimi wal isharati. Kwa hiyo mtume alikusanya vitu viwili. Ukizikusanya hizo riwaya, alikusanya kati ya salamu na ishara, assalamu alaikum, alikusanya, kwa sababu riwaya hii inasema alitoa salamu na riwaya hii inasema aliashiria. Ukizikusanya pamoja, Imamu Nawawi akasema alikusanya mtume kati ya salamu na ishara, kwa sababu mtume ametukataza kusalimiana salamu ya Kiyahudi au ya Kinasara, akataza. Ndio salamu hiyo sasa hivi, salamu salamu, kila mtu ana yake, mwingine hivi, mwingine hivi. Sasa hapo hakuna salamu, amekataza tena. Akasema la tusallimu bil ishara fa inna taslima an-nasara wal yahudi al ishara, salamu zao wao ni ishara, hivi hivi, sijui itakuwa hivi, sijui itakuwaje. Kakataza. Sasa haiwezekani akataze jambo alafu na yeye mwenyewe alifanye, inakuwaje alafu ashirie? Imamu Nawawi katika Al-Adhkar akasema kwamba mtume alikusanya salamu na ishara ili tutoke kwamba katukataza tusiashirie na yeye ashirie. Haiwezekani akataze jambo alafu mwenyewe alifanya, itakuwa ni khiana, na haiwezekani kwa mtume khiana. Kwa hiyo lengo ni kwamba hadithi hizi mbili nazo zinajulisha sauti ya mwanamke sio uchi. Lakini hapo hapo kwamba sauti ya mwanamke sio uchi inategemea sasa, ni sawa sio uchi, kisheria sio uchi kuisikiliza na kuisikia. Sasa tukuangalie wewe ulivyo na maumbile yako, inategemea. Kauli ya Imamu Nawawi,
wewe ukiisikiliza hiyo sauti uko vipi na maumbile yako na matamanio yako na shahawa zako? Shahawatu katataharaka, yani unaposikiliza matamanio yako yanasikia raha ile sauti? Jibu lipo kwako. Kama ndo itakuwa ukiisikiliza hiyo sauti unahamasisha, unaleta hamasa kwenye mwili wako, matamanio yakafumuka, ukayechokonyoa, ukatamani, hiyo ni fitna. Na ndio maana akasema sauti ya mwanamke sio uchi, inda al-amni minal fitani. Imamu Nawawi, sio uchi sauti yake, lakini ikiwa wewe una uhakika sitofitinika na sauti yake, haitanihamasisha kuniletea matamanio tena, nikawa na matamanio tena yakanipelekea mbali, nikaingia katika vishawishi vya maasi, kaleta kaidi, kuna mahusiano fulani. Lakini ilivyo kama ilivyo, sio uchi, ruhusa kusikiliza moja, lakini usiwe na matamanio yako yasije yakafufuka kama yalikufa. Pili, hapo hiyo sauti kitu gani unasikiliza? Sasa kama utakuwa unasikiliza vitu vya ajabu vya muziki, vitu gani vinahamasisha wewe ukawa hapo tena, hapo hakuna, ndo kabisa haimo hapo tena, hapo imeingia umo muziki, vitu gani? Hapo maana yake bila shaka kuna vitu fulani vinavyoingia kwako wewe ndani ya masikio yako vichafu, na vikakuhamasisha na wewe ukaviimba hiyo haimo. Kwa mpango huo, kwa njia hiyo, sauti yako kwako itakuwa haifai, kwako ni uchi. Lakini yenyewe kama yeye haina kaidi, haina vitu ndani yake, wala sio uchi. Na hii inajulisha kwamba mtu sio mwanamke tu. Maana yake kinachoangaliwa wewe matamanio yako. Sasa hata kama utamwangalia kijana ambaye hajabaleghe, mzuri, wa kuvutia, Waarabu wanamuita amrade, kijana mwanamme wa kuvutia, sijui mnamuita handsome, na lugha zenu sijui ndio hivyo kama umepatia, ukavutiwa na matamanio, haramu kwako. Narudia, hii sasa haihusiani kwa mwanamke tu. Sasa hata kama utamwangalia kijana mwanamme anayevutia, ambaye kwamba katika murahiki miaka 14 sijui 13, madamu anavutia, ipo mzuri hivi, ukamwangalia, maulama wamesema kwako ni haramu. Maana yake ni kwamba, tuchukulie mfano basi, kwa sura hiyo, hata kama utaangalia ukuta jidari ndio unavutiwa na matamanio, haramu. Ndio kwa Imam Nawawi, ndio kama iko hivyo. Hata kama unaangalia ukuta ule pale, ndio kama ukiangalia ukuta kuna kitu nakipata cha matamanio, sijui ndio kuna watu walipitia wakafanya, wallahu alam. Sasa hisia ukavuta sijui, lakini ukaangalia hisia zikaja, ukuta ule pale, Imam Nawawi anasema ni haramu. Kwa nini? Kullu ma yuaddi ila alharami fahuwa haramun, kila kinachokupelekea wewe ukataka kuingia kwenye haramu, na iko kitu ni haramu. Tuko pale sauti ya mwanamke sio uchi, lakini kwa mahusiano hayo inaingia kwenye uchi na vipengele vyake. Ndio maana ya aya, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao kwamba lifurujihim, tupu zao, sio tupu tu, nyuchi zao, hafidhun, wanajihifadhi kwa maana na maasi, hawazini wala hawafungui nyuchi zao, wala hawapelekei watu wakaingia katika fitna kwa sababu ikawa chanzo ni wao, wa hakadha. Walladhina hum lifurujihim hafidhun. Baadaye Mungu akasema illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wanaume zao, yani maana yake isipokuwa mke kwa mume. Sawa, hakuna cha uchi hapo. Sauti vipi? Mke kwa mume, mume kwa mke, wa hakadha.
hapo hakuna uchi, kwa sababu ni mumeo na ni mkeo, isipokuwa sio haram, lakini isipokuwa maulama wamesema kupitia hadithi ya mama Aisha aliposema tupo darasani, ma raaitu farja nabii sallallahu alayhi wasallam. Ni hadithi ndefu, kipande kidogo hiki, sijawahi kuona sehemu ya siri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuonesha kwamba hata kama yani haipendezi ile kukodoa ile. Ndio maana hata wakati mnastarehe, mnafanya tendo la ndoa, inapendeza na ni sunna. Hujaambiwa lazima usitoke na kauli hapa lazima, inapendeza na sunna. Unajifunika shuka, mnajisiri, mnafanya lile jambo, sio lazima. Hiyo itakavyokuwa fanya, ni halali yako. Tuelewane, sio lazima, lakini wakati wa kufanya lile jambo lile ni kujifunika, kama alivyokuwa anafanya Mtume. Ukienda katika riwaya, Mtume hata kuoga alikuwa anaoga, haogi uchi, alikuwa anavaa nguo na nio yake, msuli, anaoga kuoga. Sasa sikwambii na kuoga siko peke yake, sasa sikwambii pale yuko na ahali yake, alikuwa anajistiri, ndio jambo lile linafanyika. Hii ni katika miongoni mwa na adabu tu, na ule kutaka kuwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini utakavyotaka ni jukumu lako mwenyewe. Ndio maana Mungu akasemaje, illa ala azwajihim, mume na mke na mume, hakuna uchi, yani muda wote, wakati wowote, wa hakadha. Au ma malakat aymanuhum, ay illa min azwajihim, isipokuwa kwa wanaume zao na nani, na wale ambao kwamba wa imaihim au wa imaihim mamlukatihim, ndo maana yake, na wale watumwa wao. Sasa hivi watumwa hawapo. Ma malakat aymanuhum ay imauhum au imauhum mamlukati, watumwa wao ambao wanawamiliki. Maana yake ni kwamba mwanamke kwa mtumwa, yeye anakuwa ma baina surra wa rukba, kitovu na magoti, kwa mtumwa wake. Watumwa ni wale ambao kwamba wanaopatikana katika matukio ya vita, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Atakayetekwa kutoka kwa wale wasiokuwa Waislamu akaja kwa hawa Waislamu, akiwa mwanamke mtumwa, akiwa mwanamume mtumwa. Sasa hivi hawapo hawa nyumbani kwetu, hawa ni shaghala tu, hawa ni wanatufanyia kazi na nini, hawa wafanya kazi, hawaingii, hawapo. Kwa hiyo kwa watumwa hapo sahihi. Lakini pamoja na hivyo, hata kama kwa watumwa haifai mwanamke, Imamu al-Baghawi anasema la yajuzu almar'atu an tastamti'a bifarji mamlukatiha. Hata kama ni hivyo, huyu mwanamke yule si mtumwa wake, kama ndo amempata, haifai kuenjoy na kustarehe na sehemu yake asili, haifai. Mwanamke huyu ana mtumwa wake, hata kama mtumwa wake sawa. Je, kwa sababu mwanamume anaruhusiwa kustarehe naye, mwanamume anaruhusiwa kustarehe naye huyu mtumwa, akimpata anastarehe naye na anafanya naye mambo ambayo yanayotakiwa kwenye ndoa. Yule mtumwa hawapo sasa hivi, hawapo. Je, mwanamke naye anajisikia anaruhusiwa naye kustarehe naye yule mtumwa wake, aende labda akastarehe na sehemu yake, tupo darasani, na sehemu yake labda ya siri na mambo. Imamu al-Baghawi kasema la yajuzu an tastamti'a al-mar'atu bifarji mamlukatiha, hafai. Tukisema hivyo maana yake na mengine hayafai. Ikiwa muungwana na mtumwa haifai. Huyu muungwana ambaye anamiliki mtumwa kustarehe naye. Sasa mwanamke na mwanamke wote waungwana, haifai. Hamna cha kusagana, hakuna cha nini, haifai, haram. Haifai, haram. Sio hivyo tu, Mtume ametufundisha kwenye hadithi, huyo mwanamke ayuma la tubashiru almar'atu almar'ata, kwenye sahihi al-Bukhari,
la tubashiru almar'atu almar'ata fatan'ataha li zawjiha kaannahu yanzuru ilayha. Tuko pale pale. Mwanamke akitoka akienda kwenye sherehe huko, kama kenda sijui kwenye harusi, sijui kama kenda sehemu gani, sijui kama kenda wapi, akenda huko, akaenda akakutana na mwanamke mwenzake. Alipokutana na mwanamke mwenzake, kama walipeana mikono, si mwanamke mwenzake, kama walikumbatiana, kama walifanya nini, ni mwanamke mwenzake. Akirudi kwa mumewe, Mtume anasema marufuku, huyu mwanamke haruhusiwi na wala haitakiwi kisheria. Anakuja kumwambia mumewe, sasa mume wangu, nimekutana na Salwa huko, au mwanamke anaitwa Ruwaiha, au kuna mwanamke anaitwa Raihana, nimesalimiana naye, nimemkumbatia, mlaini huyo, yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Haitakiwi, haitakiwi. Mtume kakataza, haitakiwi. Na akikwambia hivyo, mwambie Mtume kakataza. Kwa nini? Tuko pale pale tu, tunapiga mbele tunarudi nyuma, 2-1, kwa sababu ni uchi. Uchi uko hapo, si anataja mahasini tilka almara, anataja mazuri yake, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, ndio. Sasa pengine wewe unamjua yule mwanamke, au sasa kama haumjui na mitandao, unaweza ukaingia chaka viswahili vyenu, ukatokea huku ukaingia kule, ukaanza kumtafuta huyu yuko wapi, ukaja mwisho wa siku ukampata. Haya, sababu nani? Chanzo nani? Asili nani? Huyo mwanamke, mkeo. Kwa sababu wewe unaweza ukavutiwa na yale maneno yake, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Kakataza Mtume. Sasa tukija kwenye mambo ya kusagana, sijui mambo ya mwanamke na mwanamke kuingiliana, haram, 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 haina shaka, haifai. Ikiwa kustarehe na mtumwa haifai, ina maana mwanamke sasa kustarehe na mwanamke mwenzake haifai. Kuchezea tu, kustarehe, kuchezeana kule haifai. Kule kufanya kabisa, kama ndio utakuwa kunatumia chombo gani, watajua wenyewe, haram na haram na haram, haifai. walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum au ma malakat aymanuhum, au watumwa wao. Hapo kwenye au ma malakat aymanuhum kuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta mambo haya ya utumwa, lakini yeye alikuwa hayataki, aliyakuta yanafanyika, sio kama alianzisha yeye sallallahu alaihi wasallam, hapana. Aliyakuta huko nyuma yanafanyika, utumwa, kuna utumwa, kwa sababu utumwa, biashara utumwa. Ndio maana kina Bilal aliwagomboa, kina Ammar ibn Yasir waligombolewa, kina nani, kwa sababu alikuta. Yeye alikuwa hataki hivi vitu vya utumwa. Yeye alikuwa anataka watu wawe huru kutokana na makarimihil akhlaq, tabia yake tukufu sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba yeye kaleta utumwa. Hakuna kitu kama hicho. Na ndio maana hata kwenye ghazwati Badri al-Kubra, ghazwati Badri al-Kubra, si Mtume huyo baada ya kuwapata wale watumwa, istashara ashabahu sallallahu alaihi wasallam, aliwataka ushauri masahaba wake, tufanye nini jamani kuhusu hawa? Sayyidina Umar bin Khattab akasema, linaqtulahum, tuwaue hao, hamna chochote zaidi ya kuwaua hawa, tuwaue tu hao, hamna jingine. Sayyidina Umar bin Khattab Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, yeye akasema hapana, hawa cha kufanya hawa tuwafanye kuwa ni mateka, wala tusiwaue, lakini wajigomboe kupitia fidia, wajigomboe. Anayeweza kujiacha huru atajinunua haya, anaweza sijui kusomesha watoto sijui ngapi, achukue lugha nyingine hizi awafundishe watoto wa Kiislamu. Haya yote kwa nini? Ili watokane na ule utumwa. Mtume akawafika rai Abu Bakar, akaiunga mkono rai Abu Bakar, lakini akasifia rai zote. Mwisho wake akamwambia Sayyidina Umar ibn al-Khattab, anta mathaluka kama mathali Nuh, rabbi la tadhara ala al-ardi min al-kafirin diyara. Wewe Umar, mfano wako kama Nuh, wala hujataka huku wala huku. Lakini baada ya kumsifia Nabii Nuh aliwaambia hivyo hivyo, kumwambia Mungu wake, aliwashtakia watu wake, la tadhara ala al-ard, usiache kwenye ardhi Mungu, min al-kafirin diyara, usiache. Sio wao tu kuacha, hao sio kwa Waislamu, mpaka ndo diyara, majumba, miti, kitu gani vyote toa. Na wewe Umar upo kama huyo. Lakini wewe Abu Bakar, mathaluka kama mathali Ibrahima, baba wa mila.
faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurun rahim. Ndio alivyosema Ibrahim, atakayenifuata atakuwa na mimi, atakayeniasi Mungu wewe unasamehe na una huruma, mimi nimekuachia wewe, hakuna shida, wewe unasamehe na wewe una huruma. Kwa hiyo mimi nimechukua mfumo wako wewe nani Ibrahim. Kweli wakawafidia haya, wakusamehewa wakasamehewa, kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam utumwa aliukuta, na vile vile hakutaka watu wawe watumwa, bali isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anataka watu wawe huru. Aya hizo mbili zimeungana, walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Hakika ya wao hawa fa innahum, hakika ya wao wanawake kwa wanaume zao wakiwa pamoja, ghairu malumin, hawadhibiwi, ay ghairu muakhadhina min adh-dhunubi, hawadhibiwi na wala sio haramu. Ukiwa na mumeo mke, ukiwa na mkeo mume, unafurahi, una relax, una enjoy wa hakadha. Aya inaishi hapo. Itakuja tena sifa katika miongoni mwa sifa ya 5 ambayo itakuja mbele yetu, mbele ya sura. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mashaallah. Somo darasa limeeleweka kwa yote mwenye swali kutokana na darasa hajauliza inshallah. Ama una swali la faida utakufahamu, albabu maftuh. Hamna maswali leo? Kama yupo aje njoo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nilikuwa nataka kujua sema mpaka alikuwa kufanya shauriana kuhusu mateka, sema mbona mateka. Tumetoa mfano nataka nijue tofauti ya malaki mtumwa. Kama mtumwa kusoma Qur'ani, Yusuf katika maisha hayo na Mwenyezi Mungu, mtume kaishi maisha hayo, kachukuliwa akauzwa, akakaa akasema huyu tunamwokota, hakuna zaidi ya faida kumuuza. Sasa wamesema mtumwa na wafanyakazi, baina ya mtumwa na mateka na wafanyakazi wa ndani, watoto ya Musa. Mimi nataka kujua, sio katika kusala na kumshana, kwamba kuna mateka, kuna watumwa, alafu kuna wafanyakazi wa ndani ambao leo tunaishi nao. Wamewekewa utaratibu na Mwenyezi Mungu kwa ajili gani? Kainao hivi au kainao hivi, labda kidogo tuke sawa lengo langu. Asante. Kiufupi labda ni swali linauliza, yani labda tofauti ya mtumwa, kama nimeelewa mimi hivyo. Mtumwa tumesema mtumwa tumesema kwa maana anayekusudiwa kwenye aya yetu, mamlukun au mamlukatun au abdun au amatun, wanaita hivyo kifikihi au kisheria. Tunayemkusudia kwenye aya hii au maamala katika imani ni mtumwa ambaye kwamba sheria inayomtambua kidini. Utamjua vipi huyu mtumwa? Anapatikana, yakipatikana mapigano ya vita Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Yule atakayetekwa kutoka kwa wasiokuwa Waislamu, akiwa mwanamume au akiwa mwanamke, ndo mtumwa. Abdun au amatun, ndo huyu mtumwa. Kwa sasa hivi hawapo, kwa sababu hakuna jambo hilo la vita halijatokea. Huyu ndo mtumwa. Mfanyakazi wa ndani maalum anajulikana, si mfanyakazi unamchukua na umleta ndani kwako, anakufanyia kazi. Kama kuna hiki na hiki mnakubaliana itifaki, unamlipa mwisho wa mwezi kama shilingi 100,000, 70,000, 1000 ngapi. Huyu ndio mfanyakazi wa ndani.
kwa maalum anajulikana. Nadhani nimeeleweka hapo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mimi swali langu nilikuwa nauliza kwamba je, Muislamu anaweza kumwoa asiyekuwa Muislamu? Muislamu kumwoa asiyekuwa Muislamu haifai, bila kupepesa jicho wala kugeuza, haifai. Tarshihul Mustafidina na vitabu vingine ukiangalia humo utakuta umekuwekea Hashiatul Bajuri, kwa maana vipengele havipo, na wale waliokusudiwa wakati ule Mayahudi wale hawapo, wale ahlul kitabi wale hawapo sasa hivi. Tena sio sasa hivi, tangu karne zaidi ya 5 al-Imam Sheikh Ibn Qasim al-Bajuri anasema wakati wao hawapo, wakati wao. Na nikisema Ibn Qasim, Sheikh Ibrahim al-Bajuri ni zaidi ya karne 7 au 8 nyuma, anasema wakati wao hawapo na hairuhusiwi. Sasa wakati wetu ndo kabisa hakuna, na akimuoa hiyo ni ndoa ambayo batil na ni zina, na watakaozaliwa watoto wa zina, hamna kitu. Assalamu alaikum. Umezungumzia habari ya uchi. Sasa kama uchi wako usikuona, koge vipi sasa? Koge na nguo au? Mimi mwenyewe wasipendi kuangalia angalau kwa amevaa katika nguo yake ya ndani, napenda sana niangalie tu amevaa nguo yake ya ndani, lakini nataka ufafanuzi kidogo. Mimi nimesema hivi baba, sijasema kwamba mtu haruhusiwi kuona uchi wake. Nimesema inapendeza, ni vizuri. Kuna kitu unasema aula wa afdal, kuna kitu bora zaidi, alafu kuna kitu bora. Kanzu hii bana ni bora hii, lakini kanzu ya imam ni bora zaidi kuliko hii. Ni mifano niliotoa. Kwa hiyo sisemi kwamba hairuhusiwi, hapana. Tena nikasema hata mkeo na ruhusa kumwangalia, ruhusa mkeo sehemu yote unayotaka wewe, sehemu yote mwangalie, na yeye ruhusa kuangalia sehemu yoyote anayotaka wewe. Aya hii tumepita, isipokuwa tu haipendezi ile kodobo ndio unaangalia. Hata wewe mwenyewe inakuletea kitu yani kama vile hata wewe kile kitu unaona kama vile cha kawaida, kila siku nakiona nini. Neema unapokuwa nayo kila siku ndio unakuwa kama vile yani unaidharau. Sasa na wewe kile kitu inatakiwa kama vile kila siku kwao kiwe surprise yani. Sinaelewa nikisema hivyo. Kila unakiona kila siku kipya. Na hii inakupelekea vipi? Kutokukiona mara kwa mara. Sisemi usiangalie, mkeo yule bana, mkeo mwangalie popote na wewe jiangalie popote. Na ukioga potelea mbali. Si uko peke yako, potelea mbali. Lakini nimesema bora na ni bora zaidi wakati wa kuoga mfate Mtume, sababu Mtume alikuwa akioga anavaa na shuka yake, haogi bila ya nguo, yani haogi akiwa uchi. Ndio nimesema hivyo mimi. Au na taulo unaoga nalo, ni bora, lakini sio kwamba haifai. Nashukuru kwa sababu vitu wenyeji na sura mbaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam. Swali langu lilikuwa umeeleza kuhusu mavazi na namna ya kujistiri, lakini tukiangalia shekhe, hali imekuwa ni mbaya. Yani siku zinavyokwenda stara inapungua kwa kina mama, kwa mabinti zetu, mpaka kwa vijana wetu wa kiume. Ukianza vijana wa kiume atakuja hapa msikitini, yani mtu anasujudu eneo la makalio yake, naona sababu suruali inashuka chini, fulani amepanda juu, au ni wanaume hasa vijana, minyoo
vijana na minyoo ya ajabu ili tunaweza kufafanulia Uislamu unasema nini. Lakini kuhusu kina mama, hata ukienda katika misiba, kwa mfano mkusanyiko wa kina mama, kwa maelezo yake, yaani kina mama kama ni 200 utakuta labda ni 10, 15 ndio wamevaa inavyotakikana, wengine wote wamevaa manguo ya rangi, nguo za kubana. Hali kwa kweli ni mbaya. Sasa mbali na madarasa haya mwezi wa Ramadhani ambayo yanakuja leo baada ya mwaka mzima, shehe wetu, viongozi wetu, tuna mikakati gani ya kutuokoa katika janga hili? Imamu, umesikia? Baba yangu, shekhe wangu, imamu huyu atakuwa na mikakati mizuri ataipanga vizuri na ataiweka vizuri inshallah hiyo mikakati. Lakini vile vile kwa kuunga mkono kwa mzee hapa Sheikh Baba, kwamba tulizungumza tukagusia jana nadhani kwenye darasa katika mambo ya nyuchi hizi, kwamba ukiswali kuwa makini na hasa huku nyuma huku unainama unarukuu au unasujudu, halafu huku sehemu hii ya tundu hii ya mstari inakuwa wazi, swala yako haiswi, swala haiswi, kwa sababu inatakiwa hiyo sehemu ujistiri. Tumezungumza hilo tumelizungumza. Ama habari ya kwenye mavazi vile vile tumezungumza mavazi na kusema kwamba lazima kuvaa baibui jeusi tu, hijabu nyeusi, hii sio lazima. Kinachotakiwa avae nguo ambayo kwamba inayo stiri, ambayo isimbane kama tulivyosema. Ikiwa amevaa baibui jeupe, jeusi, la blue, haiwezekani kila siku avae nguo nyeusi. Avae nguo isimbane, hiyo nyeupe isioneshe rangi yake ya mwili, na vipengele ambavyo tumevigusia hapo. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل الكتب أنثى رب وفقنا لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلا أتقياء لنا نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اغفرنا كل الشرور واقرنا بالرضا منك الغيور واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلنا واغفر انت اكرم من صبر وصلاه الله تغشى المصطفى ملك الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صاحب الوصال المؤمن. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. Tukutane